lina kichwa kisemacho nguvu ya maombi. Ndilo swala ambalo tunakwenda kulitazama. Kwa nini nguvu ya maombi? Tutapata majibu ndani ya somo hili. Na tukianza na fungu la ufunguzi, hebu tuangalie katika kitabu cha Mathayo sura ya 11. Twende hapo tafadhali. Mathayo 11. Kristo anatuambia jambo fulani hapo la msingi na ambalo tunapaswa kulielewa kwa undani zaidi na kulitilia maanani. Mstari wa 12. Mathayo 11 mstari wa 12, andiko yanasema hivi: tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Tangu siku za Yohana Mbatizaji, Kristo anatuambia ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na ni hao tu ambao wana nguvu ndio wana uwezo wa kuuteka huo ufalme. Sasa hapa kuna mambo ya kujiuliza. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu za aina gani? Ni nguvu za kwenda gym? Ni nguvu za uwezo wa kukimbia sana kilomita nyingi, au ni nguvu za aina gani? Na anatuambia hao wenye nguvu peke yao ndio wana uwezo wa kuuteka huo ufalme. Kuna nguvu gani zinahitajika kwa ajili ya kuupata ufalme wa Mungu mpaka Kristo atuambie kwamba unapatikana kwa nguvu na unatekwa na watu wenye nguvu? Ndugu zangu, tukumbuke kwamba tunachokifanya ama tunachojifunza kwa ajili ya kuupata ufalme wa Mungu ni kujifunza kung'ang'ana kuishi kulingana na maagizo ya Kristo. Sasa maagizo ya Kristo yanatueleza wazi kwamba huu mwili tulio nao, soma katika Warumi na kwingineko pale, hauwezi hata siku moja kukubali kufanya mapenzi ya Mungu. Kwamba tuna mwili wa dhambi ambao uko kinyume na chochote anachokitaka Mungu kwamba sisi tukifanye. Mwili unashindana na roho, roho inashindana na mwili. Kwa hivyo basi utaona kwamba ili kuulazimisha mwili kufanya mapenzi ya Mungu, basi kuna nguvu inahitajika. Ndio maana Kristo anatuambia wenye nguvu hiyo ndio watakao uteka ufalme. Hakuna siku moja miili yetu itaturuhusu sasa tufanye mapenzi ya Mungu. Hakuna siku moja miili yetu itaturuhusu kwamba sasa wewe kuanzia leo umemwamini Kristo, basi nimeachana na wewe nenda tu salama. Katika kila jambo unalolifanya, katika kila hatua, mwili wako na nia yake ambayo ni ya mauti inapingana na chochote ambacho Kristo anataka kwa njia ya maagizo yake. Na hivyo sasa hapa panahitajika nguvu ili kuushurutisha huo mwili ufanye mapenzi ya Mungu. Panahitajika nguvu. Sasa moja kati ya nguvu ambazo zinahitajika na ni ya msingi sana ndio hiyo nguvu ya maombi. Hebu tuangalie tena katika Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7 na mstari wake pia wa 7. Kristo anatuambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maana yake ni kwamba hakuna kitu kitakuja tu kirahisi peke yake. Kama kuna jambo tunalihitaji ni lazima tuombe. Kama tuna nia ya kuingia katika ufalme wa Mungu ni lazima tuutafute. Kumekuwa na injili tunasikia zikihubiriwa ulimwenguni katika madhehebu kwamba wewe ukimwamini Yesu basi umemaliza kila kitu. Maana Kristo amemaliza mahala pako. Wewe cha kufanya ni kuamini tu Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, biashara imeisha. Ni kitu ambacho sio kweli
na yeyote anayetarajia hivyo ajue ufalme wa Mungu hawezi kuupata, kwa sababu lazima tutimize mahala petu kwa yale ambayo tunapaswa kuwa tunayafanya. Kwamba Kristo hakuja kuishi kwa niaba yetu, bali Kristo alikuja kuishi kwa kutupa mfano na kielelezo, kwamba muyaangalie yale ambayo nimekuwa nikiyazungumza, muyaangalie yale ambayo nimekuwa nikiyatenda, kwa jinsi ambavyo nimekuwa nikienenda, alafu na ninyi mpate kwa jinsi hiyo hiyo. Na maisha niliyoishi yakanifikisha kurudi tena katika mkono wa kuume wa Baba mbinguni, na ninyi kama mtafata njia hiyo hiyo itawafanya mpate huo ufalme na huo uzima wa milele na kutokuharibika. Kwa hiyo unaona kwamba Kristo hajaja kuishi kwa niaba yetu, kwamba sasa kazi yetu ni kumwamini tu. Amekuja kutupa mfano wa maisha yale tunapaswa kuishi, amekuja kutupa mfano wa namna tunapaswa kuenenda ili kufikia umilele na kutokuharibika, kama ambavyo tunaona yeye baada ya vita vyote hivyo akafanyika kuwa mzaliwa wa kwanza, na sasa hivi mauti haina nguvu tena kwake. Kwa hivyo tunapokuwa tunafanya maombi, tukumbuke kwamba ni moja ya nguvu inayohitajika. Kuna maombi ambayo tumekuwa nayo ya kawaida, mimi nayaita maombi ya mazoea. Ukitaka kula lazima utaomba, ukitaka kulala utaomba, ukiamka utaomba. Lakini haya ni maombi ya kawaida na ni ya lazima tu ya kila siku. Kuuteka ufalme wa Mungu kunahitaji maombi ya ziada. Sio hayo ya kuamka asubuhi, sio yale ya kushukuru jioni Mungu amekulinda, wala sio yale ya kuhitaji wakati wa kula. Simaanishi kwamba tupaswi kumwomba Mungu asubuhi tunapoamka kwenda kwenye shughuli zetu. Ni jambo la muhimu sana, maana usiku wa giza una mambo mengi. Unapokuja salama lazima tumshukuru Mungu. Umezunguka mchana kutwa, Mungu amekulinda na mabaya, lazima ushukuru jioni unapokwenda kupumzika. Mungu amekujalia kupata riziki ya chakula, lazima ushukuru unapoomba. Lakini hapa ninachozungumzia sana ni kwamba kuuteka ufalme wa Mungu kunahitaji sasa maombi ya ziada. Nadhani sijui mnanielewa naposema neno ziada. Ni kitu ambacho kinakuwa ni zaidi ya lile hitaji la kawaida. Kwa sababu gani? Kwa kila jambo linalokuja mbele yako katika kuendea umilele, kuna mambo mawili yanakuwa pale. Jirani yako anapokuwa amekukosea, kuna sheria mbili mbele yako. Kuna moja ambayo inataka umtukane kama yeye alivyokutukana, lakini kuna nyingine hapa ambayo inakuambia kwamba usilipe baya kwa baya. Ili kufanya maamuzi yaliyo sahihi, kunahitajika maombi bali. Sasa hayo ni maombi ya ziada ambayo sio ya kupiga magoti, sio ya kufanyaje. Unatembea nafsi yako ikimwomba Mungu kila wakati, Bwana nionyeshe katika hili ninakukaje. Kila jambo utakalokuwa unalifanya, kuna mambo mawili yanakuja ndani ya akili yako. Moja linatokana na shetani likishirikiana na mwili, lakini moja ni la Mungu. Sasa bila haya maombi ya ziada, mara nyingi tutajikuta kwamba tunaangukia kuchagua lile la shetani. Maana hilo ni rahisi na halina masharti. Mtu akikutukana kumjibu tusi, unajua inahitaji uende kozi. Anakutukana tu na wewe unampa. Kwani naambia kwani unadhani mimi sina mdomo? Unamtukana unaambia nitakuchafua mpaka wewe ulijui. Hiyo yenyewe haihitaji jitihada. Lakini kunyamaza pale unapotukanwa sio jambo dogo. Hiyo sasa inahitaji jitihada. Ni nini kitakuwezesha kunyamaza unapotukanwa na kudhalilishwa? Lazima uwe na maombi ya ziada ndani yako, ambayo sasa Roho wa Mungu akutie nguvu na uwezo wa kuweza kuvumilia, kama tunavyoambiwa Kristo alistahimili akavumilia aibu pamoja na mateso. Akatufundisha kwamba mtu anapokupiga kofi sijui shavu la kushoto mgeuzie na kulia. Hivyo nadhani ni jambo rahisi. Hebu jiulize tu sasa, hata hapo ninyi mama zangu, mama mwanza pale, huyu ni mwanamke mwenzio, hata anakupiga wewe unamwangalia tu. Utajiuliza kwani unanizidi nini ambacho mimi sina? Kwa hiyo mtapigana kweli kweli hapa. Kama anakuzidi basi kitajulikana mbele kwa mbele. Lakini Kristo anatuambia kwamba wewe unapaswa ushinde ubaya kwa wema. Utawezaje kushinda huo ubaya kwa wema kama una hiyo nguvu ya ndani yako ya ziada ambayo inatokana na nguvu ya maombi? Kwa tukiangalia wote ambao wamepigana vita hivi
ambao kwetu leo wamefanyika kama mfano, wote walikuwa ni watu wa maombi ya ziada sana. Tukimwangalia kwa mfano Danieli akiwa Babeli, katika utumwa wa Babeli walikochukuliwa huko, hizi fitina hazianzi leo na watu wa Mungu. Kuna watu tu walimchukia, huyu ni mtu wa taifa lingine, amekuja hapa kwetu kama mtumwa, mfalme anampa tena nafasi ya kuwa kiongozi juu yetu. Hizo fitina ambazo zinatukuta hata kwenye shughuli zetu binafsi zilimkuta Danieli. Wakaangalia wakasema ni jinsi gani tutapata jambo la kumshtaki. Wakaona hakuwa mtu wa makosa ya kumshtaki kwa namna hiyo. Kwa nini? Yeye aliishi kwa sheria za Mungu wake. Na sheria za Mungu kama tunavyojua zina mambo mawili tu. Zinakufundisha jambo la kwanza, kuishi wewe uhusiano wako na Mungu, kwamba uishi vipi na Mungu wako. Lakini jambo la pili, zinakufundisha wewe utaishi vipi na binadamu wenzako. Ndio maana tunaona katika amri 10, amri ya kwanza mpaka ya 4 inakuelekeza ni jinsi gani utahusiana na Mungu. Amri ya 5 mpaka ya 10 inakuelekeza ni jinsi gani utaishi na binadamu mwenzako. Sasa Danieli kwa sababu ya kuishi hayo maisha ya amri, wale wabaya wake, maadui zake, washtaki wake wakakosa sababu ya kumshtaki. Kwa nini wanakosa sababu? Hakuwahi kumtendea mtu ubaya, hakuwahi kumshuhudia mtu uongo, atembei na wake zao, afanyi chochote, anafanya kulingana na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo unaona ukisoma maandiko yanakuonyesha kwamba wao wenyewe wakakiri kwa vinywa vyao kwamba hatuwezi kupata sababu ya kumshtaki huyu mtu. Kwa hiyo sasa walichokifanya wakatengeneza tu namna fulani kwamba ili tupate kikwazo, Danieli ni mtu wa maombi, tumwekee jambo litakalokuwa linakuwa kama kikwazo baina yake na Mungu. Na kwa jinsi walivyokuwa wanamjua, walielewa wazi kabisa kwamba Danieli hatakubali kufuata maagizo yetu eti aache habari ya Mungu wake. Na asipokubali sheria yetu, basi tutapata sababu ya kumnasa. Hebu tuangalie katika Danieli na tuone yeye alikuwa anafanya kitu gani baada ya hizo njama na fitina za watesi ambao walikuwa wamesimama upande wa uwakilishi wa shetani. Tuone katika Danieli sura ya 6 na tuangalia mstari wa 10. Katika mstari wa 10 Danieli sura ya 6, maandiko yanasema hivi: hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia chumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefungwa kukabili Yerusalemu, yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Kwa hiyo unaona Danieli yeye baada ya kukabiliwa na magumu yote hayo, alielewa kwamba uwezo wa kusimama yeye kama yeye na uwezo wa kudumu katika maagizo hayo yanategemea nguvu inayotoka juu. Hivyo Danieli alichokifanya sio kwenda kwa mfalme kulalamika kwamba mbona wenzangu wananifanyia fitina, sijui na vitu gani, wala kwenda kuomba ruhusa mfalme, wala usiweke amri hiyo usiipitishe, sijui imekuaje. Alichofanya, akaendelea kufanya maagizo yale ambayo amekuwa akiyazoea, kumueleza Mungu kila jambo na kuendelea kumuomba Mungu kwa uthabiti kabisa. Ukisoma hicho kisa chote utaona jinsi ambavyo mwisho wa yote Daniel alionekana kuwa ni mshindi, maana alikamatwa akatupwa kwenye tundu la simba na wale wabaya wakajua tayari huyu amekwisha. Lakini mpaka leo ikabaki kuwa ushahidi kwamba Danieli, simba walionekana tu kama mbwa wake waliomzoea, wanacheza naye tu pale, na hatimaye akatolewa, na wale wabaya mwisho wao ukawa sawasawa na ubaya wao, maana wao ndio baadaye wakatupwa tena katika tundu la simba na familia zao, na ikawa hivyo. Kwa hiyo ninachojaribu kuonyesha hapa tu ndugu zangu ni kwamba kusimama katika njia ya kweli kwa uthabiti kunahitaji maombi ya ziada, tena maombi makali, sio ya mchezo, kwa sababu mwili pamoja na ulimwengu havitawahi kuturuhusu hata siku moja tukamwabudu Mungu wetu katika njia inayopasa, tukafanya maamuzi yaliyo sahihi. Ndio maana Kristo anatuambia huo ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na
na nguvu tunazohitaji ni pamoja na nguvu ya maombi yaliyothabiti na wala sio ya lelemama. Tuangalie Danieli sura ya 9. Hapo kuna jambo lingine la kuongezea, tukiona Danieli akiendelea kutupa mfano wa ni mtu wa maombi muda wote. Sura ya 9 ya Danieli, alafu tutaanza na mstari wa 21 hapa. Danieli 9:21. Danieli mwenyewe anazungumza hapa akisema, naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemuona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Naam, hicho ni kifungu tu kinaendelea tu kuongezea pale kwamba tabia ya Danieli ilikuwa ni mtu wa maombi sana. Na si Danieli peke yake, tukiangalia watumishi wote wa Mungu walikuwa ni watu wa namna hiyo, na kiasi kwamba hatuwezi tukawataja wote kwa majina yao. Tuangalie tu kwa mfano mwingine wa Petro katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Watu wa Mungu wote wenye nguvu waliofanya mambo makubwa, tunawaita leo kama mashahidi wetu wa imani, wamekuwa ni watu wa maombi ya ziada. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 9. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 9. Anasema, hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba yapata saa 6 ya mchana. Tuongezee na hapo Matendo ya Mitume sura ya 3 na mstari wa 1. Anasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Ni kama nilivyosema kwamba ni maandiko mengi sana ambayo yanaonyesha kwamba hawa wote wacha Mungu walikuwa ni watu wenye tabia ya kuwa na maombi ya mara kwa mara, maombi ya ziada zaidi ya yale maombi matatu makuu ambayo tumekuwa nayo kama desturi ya asubuhi na mchana na wakati wa kula. Ni watu ambao walitambua kabisa kwamba maombi ndiyo yanayoweza kuwafanya wao wakasimama katika kuyatenda mapenzi ya Kristo. Kristo mwenyewe ambaye ni kielelezo chetu alikuwa ni mtu wa maombi sana, na ndio maana unaona hata hao wafuasi wake pia wanakuwa wanafuata nyayo zake, kitu ambacho tunapaswa kufanya leo. Sasa utajiuliza, huyo Kristo ambaye alikuwa ni mwana wa Mungu, yeye alikuwa anaomba kitu gani? Kuna mahala umesikia akiwaeleza wanafunzi wake na Wayahudi kwamba yeye chochote anachomuomba Baba anamfanyia. Na hata wakati akimfufua Lazaro, kuna maneno aliyatumia pale. Anasema haombi kwa sababu eti ndio Mungu atasikia. Anayaongea hayo kwa sauti ili wanaomsikia waweze kuamini, ila yeye kila anachokiomba ana uhakika nacho. Lakini anazungumza ili mpate kujua, mtakachokiona kimefanyika mjue kimetoka kwa Mungu, kwa sababu yeye amewapa mfano huo kwamba Baba ananisikiliza siku zote. Tutazame katika Luka hapo tuone mfano mdogo wa Kristo katika maombi yake. Luka mstari wa sura ya 6. Luka sura ya 6 na mstari wake ni wa 12. Luka 6:12. Anasema, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Sasa hebu angalia, huyu ni Kristo, lakini alikuwa bado ni mtu wa kuomba mpaka anakesha usiku kucha. Yupo tu anamuomba Mungu. Kwa haya maisha tunayaona ya Kristo kwamba aliishi bila kutenda dhambi na akawa mfano na kielelezo kwetu. Sio kitu ambacho kilitokea kwa Kristo tu ile wanaita automatic, kwamba kimekuja tu kirahisi tu ni kama Mungu alimpangia kutoka mbinguni kwamba wewe utafanya tu 1 2 3. Tukumbuke Kristo alipovaa huu mwili wa kibinadamu alikuwa binadamu halisi kama sisi.
Kwa hiyo alikuwa na uwezekano wa yeye kutenda dhambi, kudanganywa na shetani na akayafanya maovu, lakini aligundua kwamba zipo kanuni ambazo yeye akizifata, na ndivyo alivyofanya, zitamwezesha kuishi hayo maisha ya uhaki na kufanyika kuwa mwokozi wa ulimwengu. Maana yeyote ambaye ni mwenye dhambi asingeweza kumwokoa mwenye dhambi mwenzake. Kwa hivyo unaona, Kristo aligundua kabisa ya kwamba bila kuwa na maombi, kupata nguvu ya Mungu ya kuniwezesha kuishi hayo maisha ya uhaki, sitaweza. Kwa hiyo akawa anajitenga, hata wakati mwingine anaenda mlimani kwa maeneo ya faragha kwa ajili ya kumwomba Mungu. Yapo maandiko mengi katika Luka na Injili zote 4 za Yohana zikieleza hapo Yesu alipokuwa mtu wa maombi. Nakumbuka hata wakati wa mwisho, wakati anaelekea kusulubiwa, Kristo aliomba mpaka tunaambiwa jasho likageuka kuwa matone ya damu. Alikuwa ni mtu wa maombi kweli kweli. Ndio maana alikasema tunahitaji maombi ya ziada ili kuweza kusimama katika kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa kila jambo linalokuja mbele yetu. Maana hakuna hata jambo moja litakalokuja kwako ambalo lina uwepesi wake, lisilohitaji uchague kati ya ile miti miwili ambayo tumekuwa tukiiona. Moja itakwambia fanya hivi, nyingine itakwambia fanya hivi. Kwenye kila jambo hata unaloliona kwamba ni dogo, halijawahi kuja wazo moja kwenye akili ya mwanadamu. Kila unalotaka kulifanya lazima yaje mawili pale. Nimewahi kusikia mara nyingi watu wakimlaumu Adamu. Nasikia mtu akisema, na hata wahubiri wanafundisha, mimi ningekuwa Adamu nisingekula lile tunda, ningechagua matunda ya uzima, hata nisingekula yale ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kila mtu anaona ni kama Adamu alikuwa mpumbavu sana kiasi kwamba, lakini wanasahau kwamba mpaka wakati huo mtu unazungumza, kila kunapokucha na katika kila unalolifanya, mbele yako kuna hiyo miti miwili ambayo ni sheria mbili. Sheria ya Mungu ya uzima iko mbele yako, sheria ya dhambi na mauti ya shetani iko pale. Yaani mara ngapi tunachagua sheria ya uzima? Utakuta kwa asilimia kubwa tunachagua ile ile mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini tunamuona Adamu alikuwa mjinga, mpumbavu. Kwa hivyo ndugu zangu, nilichokuwa tu nataka nisisitize katika somo letu leo fupi, ukiangalia Daudi katika Zaburi, utaona alikuwa mtu wa maombi sana. Daudi Zaburi nyingi ni za sala, utasikia akimwomba Mungu. Ni mtu wa kuomba sana, na ameshuhudia katika kuomba kwake vile vile Mungu akimtendea mambo makubwa. Maombi yalimfanya kuishi sheria za Mungu, maana kama sio hivyo Daudi asingekuwa Daudi yule ambaye leo tunasoma habari zake. Kwa sababu ya kusimama kwenye sheria za Mungu, kwa sababu ya nguvu ya maombi, ilimfanya kushinda ubinafsi na mambo mengine mengi. Hata ukiangalia mambo aliyokuwa anatendewa na Sauli na nafasi ambazo tunaweza tukasema alikuwa anazipata kulipiza kisasi. Kama ingelikuwa pengine ni mimi na wewe, Daudi angelimuua Sauli. Lakini ukiangalia mtu wa Mungu, yeye alichokuwa akikifanya, alitegemea maagizo ya Mungu pamoja na hiyo nguvu ya maombi aliyokuwa naye, akijua kwamba ni Bwana anayenipigania, vita ni vya Bwana. Anatumia kauli hii, sio vya kwake. Kwa hivyo nasi tunapaswa kutambua ya kwamba vita ni vya Mungu. Niwaombe tu kwamba tuitumie nguvu ya maombi, tutumie maombi ya ziada kama kweli tunataka kusimama imara katika imani yetu, kama kweli tunataka kuweza kufanya hayo mabadiliko ya kiroho. Maana injili tunayohubiri leo, injili tunayojifunza leo, ni injili ambayo ulimwenguni haipo. Tumekuwa na hizo injili za dini tu, kwamba wewe unasali sehemu fulani ndio hivyo uwe na washirika, au unasikia kule kwetu wanasema hata ukifiwa unapata kampani ile, kwamba watu fulani amezikwa vizuri, watu wamejaa. Ndio injili ambayo inahubiriwa ulimwenguni. Lakini injili ya Kristo ya kweli ni injili ya mabadiliko ya moyo. Na hiyo ndio toba. Kristo anapotuambia kwamba tubuni mrejee, ni kugeuka kutoka aina fulani ya maisha uliyokuwa unaishi kuyaendea maisha mengine. Na toba ni mchakato, ni maisha ya kila siku. Sio jambo la siku moja kwamba ile mtu unasikia anakaribishwa maneno, sema Bwana Yesu, nimeokoka, nimefanyaje. Hapana. Tunapozungumza toba, tunazungumza mchakato. Ni hatua kwa hatua, siku hadi siku. Yale yote uliokuwa unayafahamu ukiishi nayo, unaanza kuyafanyia mabadiliko moja baada ya lingine. Maana hakuna nafasi itabaki wazi. Maana yake ni nini? Kama ulikuwa mwizi, hiyo nafasi ya wizi inatakiwa ijazwe na kufanya kazi ili uwe na kipato cha halali.
Ulikuwa ni ndio muongo, sijui msengenyaji, hiyo nafasi ya uongo inatakiwa ijazwe na kweli. Hakuna nafasi inabaki wazi pale ndani yako. Sasa kufanya hayo mabadiliko, ndugu zangu, hapo ndio kuna vita. Hapo ndipo ufalme wa Mungu ulipo. Kufanya mabadiliko ya kutoka uovu kwenda katika uhaki sio jambo dogo. Kama hauna nguvu, ufalme wa Mungu huwezi kuupata. Na nguvu tunazozungumza ndio hizi: nguvu ya maombi, nguvu ya kujifunza maandiko na kadhalika. Mungu akitujalia, kwa siku ya kesho tutajaribu kuangalia pia silaha nyingine ambayo inaweza kutusaidia vile vile katika kuendelea kubadilika na kufanya yale yatakayotuwezesha kuyatimiza maisha ambayo Kristo ametuita tuweze kuishi kwayo, maisha ya toba kuelekea umilele na kutokuharibika katika ufalme wa Mungu. Hebu Mungu wetu atubariki kwa machache hayo, tukiendelea kuyatafakari, nikiamini kila mmoja wetu basi tutayaweka katika utendaji, na tutaendelea kujua ya kwamba pasipo maombi hatuwezi kufanya kitu chochote. Mungu awabariki sana.